Unaambiwa kulikuwa kuna timu nyingi zinamhitaji mchezaji huyu wa kimataifa wa Mali, mfungaji bora katika ligi kuu ya Mali msimu uliomalizika 2025-26, anayefahamika kwa jina la Ibrahim Doumbia. Ni striker, lakini alipopata taarifa tu kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wanamhitaji, mara moja akakubali na kuidhinisha viongozi wake kwamba wafanye mchakato wa kukubaliana na Simba ili aende kuichezea Simba. Hatimaye mchezaji huyu ambaye msimu uliomalizika 2025-26 alifanya vizuri sana akiwa katika klabu ya Korofina, akawa tayari ameanza safari kutua jijini Dar es Salaam ili asajiliwe na wekundu wa Msimbazi Simba. Picha zimezagaa kwenye mitandao ya kijamii akionekana amefungasha tayari mabegi yake, yupo uwanja wa ndege kuanza safari kuelekea jijini Dar es Salaam ili asajiliwe na Simba kuungana na kikosi cha kocha Steve Barker kwa ajili ya msimu ujao 2026-27. Ni kwa sababu kadhaa. Moja ni ubora wa Simba hasa katika michuano ya CAF, ambapo kwa miaka kadhaa hivi karibuni mara zote imekuwa ni mshiriki wa mara kwa mara, tena kwa hatua za makundi na kwenda juu, kwa maana robo finali, na msimu wa 2024-25 ilifika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hilo lilikuwa linaelezwa kwamba ni miongoni mwa sababu ambazo hushawishi wachezaji wengi katika maamuzi yao kujiunga na timu, kukubaliana na mradi uliopo, na Ibrahim Doumbia inaelezwa kwamba hii pia ni sababu mojawapo ya kuvutia hatimaye kuwa karibu katika kutambulishwa na wekundu wa Msimbazi Simba kama mchezaji wa rasmi kwa msimu ujao 2026-27. Lakini kuna masuala ya fedha, ndio inaelezwa kwamba jeuri ya Simba katika fedha ikiwa na rais wao heshima Mo Dewji imechangia pia, kwa sababu vinginevyo ofa nyinginezo pia zilikuwa na fedha. Hivyo Simba licha ya kwamba wana jina kubwa, licha ya kwamba ni miongoni mwa klabu bora barani Afrika kwa mujibu wa viwango vya CAF, lakini pia swala la fedha ni la muhimu, kwa sababu maslahi ya mchezaji ndio kila kitu. Lakini jambo lingine ni mradi wa kocha Steve Barker, ambaye wachezaji alionao akina Libasege kutoka Senegal, wachezaji Anise Ura kutoka Ivory Coast, lakini Cletus Chota Chama, Mwamba Lusaka kutoka Zambia, wachezaji Selemani Mwalimu Gomez Mtanzania ambaye ametua Simba kitokea Wydad Casablanca, kina Ismail Olivier Toure mchezaji wa kimataifa kutoka Ivory Coast, Ruchan De Reuck kutoka Mamelodi Sundowns, Neo Maema kutoka Mamelodi Sundowns na majina mengine makubwa yamechangia pia kuongeza mvuto kwa mchezaji huyu Ibrahim Doumbia kuonekana kuwa tayari kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba. Kinachosubiriwa sasa ni kukamilishwa tu kwa taratibu ili mwisho wake atambulishwe rasmi, na hivyo ikawa rahisi kwake kufanya maamuzi yaliyomfanya afungashe mabegi yake kwa sababu ya kutakiwa rasmi kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba. Na sasa wekundu wa Msimbazi Simba, mashabiki wao wapenzi, wana kila sababu ya kujiandaa kupokea kijana huyu mwenye kipaji cha aina yake, ambaye baada ya msimu kumalizika wa ligi kuu ya Mali ni miongoni mwa wale waliotoa tuzo mbalimbali za ligi kuu ya Mali. Mmoja wapo ni mfungaji bora. Yeye amemaliza akiwa mfungaji bora katika ligi kuu ya Mali. Ingawa timu aliyoichezea ni ya kawaida sana, si miongoni mwa zile zinazowania mataji ya ligi kuu ya Mali kama ilivyo kwa Joliba, kama ilivyo kwa Stade Malien, lakini aling'ara kweli kweli. Alifunga mabao 17, akatoa assist 4, akichangia mabao 21 katika msimu wa ligi kuu ya Mali ambao kwa kawaida mechi huwa ni 26 katika kila msimu. Kuna timu 14. Yeye alicheza mechi 24 akifunga mabao hayo 17 na kutoa assist hizo 4, akichangia mabao 21 katika ligi kuu ya Mali. Kumbuka timu yake msimu mzima imefunga mabao 28, imeruhusu mabao 31. Sasa katika yale mabao 28 yeye amechangia mabao 21 kwa maana yale aliyofunga na assist, ikiwa ni mchango wa jumla wa mabao yote ya Korofina ya takriban 75%. Ni kana kwamba lilikuwa ni jeshi la mtu mmoja katika msimu uliomalizika wa ligi kuu ya Mali. Timu yake kumaliza nafasi ya 7 ni mafanikio makubwa, kwa sababu msimu uliopita ilimaliza katika nafasi ya 12 kati ya timu 14. Yaani ilinusurika kwa nafasi moja tu kuingia katika kundi la timu za kuteremka daraja, kwa sababu miongoni mwa timu 14 kumaliza nafasi ya 12, maana yake kuna timu 2 za kuteremka daraja ndizo zilizokuwa zimezidiwa na Korofina. Lakini kwa msimu uliomalizika kiwango bora cha Ibrahim Doumbia kilichangia kwa kiasi kikubwa kuwafanya wamalize katika nafasi ya 7 kutoka nafasi ya 12 ya msimu wa 2024-2025.
yeye ni mshambuliaji. Sasa anapotoa Simba, kama taratibu zote zikishakamilishwa baada ya kutoa kwake jijini Dar es Salaam, maana yake ni kwamba kocha Steve Barker anaongezewa silaha nyingine katika eneo la mwisho, eneo la ushambuliaji. Inakumbuka vizuri msimu uliomalizika, Simba miongoni mwa maeneo ambayo yalionekana legelege kidogo kiasi ya kwamba baadhi ya mipango yao kukwama ni eneo la mwisho. Kwa mfano katika ligi kuu Tanzania bara tumeshaeleza mara kadhaa kupitia jukwaa hili kwamba Simba ndio timu iliyoongoza kufika eneo la mwisho na kufanya majaribio mengi ikipiga mashuti 305, lakini ikafunga mabao 54 tu, wakati watani zao jadi Yanga ambao ndio waliotoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara walipiga mashuti 289 wakafunga mabao 71. Yani yamezidi mabao ya Simba ambao ni 54, wakati ni Simba ndio waliofika zaidi eneo la mwisho na kufanya majaribio ya kufunga. Top scorer ndani ya Simba katika ligi kuu Tanzania bara Selemani Mwalimu Gomez alimaliza akiwa na mabao 9 tu. Hakuna mchezaji yote ndani ya Simba aliyefunga mabao aliyofika tarakimu 2 kwa maana ya 10+. Sasa ujio Ibrahim Dumbia ni dhahiri kwamba Simba hii ya kocha Steve Barker yenye viungo wa ubunifu wa kutosha, hao akina Anise Ora, akina Libase Geye, maana yake ni kwamba kuongeza kwao nafasi za kufunga, halafu akawa na kijana huyu ambaye amethibitisha ubora katika upachikaji mabao, ni kwamba Simba wanajiweka katika nafasi nzuri ya kufanya vizuri kwenye michuano mbalimbali wanaoshiriki kwa msimu ujao, kwa maana ya ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, ligi ya mabingwa barani Afrika, kombe la muungano na michuano mingine mbalimbali. Hakika Simba mvuto wake na nguvu ya fedha jeuri itokanayo na wadau wao mbalimbali zikiwemo kampuni mbalimbali zinazodhamini, lakini pia rais wao heshima ambaye ni miongoni mwa matajiri vijana barani Afrika imechangia hatimaye kumpata mchezaji huyu mwenye kipaji. Swali lilobaki ni kwamba je, kama Simba wanakamilisha usajili wake, ni kwa kiasi gani Ibrahim Dumbia atahamishia ule ubora alioonyesha katika ligi kuu ya Mali kwa wekundu wa Msimbazi Simba ili kuwapa furaha mashabiki wake na kutimiza malengo yao? Hilo ni swala la kusubiri sana, kwa sababu wapo wachezaji ambao walifanya vizuri sana walikotoka, wakatua kwa kishindo, lakini walichokionyesha hakikuendana na kile kilichotarajiwa. Mifano iko mingi, akiwamo mchezaji mwenzake kutoka taifa la Mali. Hapa tunazungumzia Lassine Kouma. Alitua Yanga akiwa na matarajio makubwa baada ya kufanya vizuri sana akiwa Mali na klabu yake ya Stade Malien, lakini mpaka sasa bado hajaonyesha kile ambacho kilitarajiwa. Ni mchezaji mwenye kipaji, lakini ligi kuu Tanzania bara ushindani uko juu, ushindani wa nafasi za kupata kucheza, lakini pia ushindani kwenye ligi yenyewe, maana ligi kuu Tanzania bara ni ligi ya 5 kwa ubora barani Afrika na ubora wake unathibitishwa viwanjani kwenye mechi mbalimbali za ligi kuu Tanzania bara. Ligi kuu ya Mali ni ligi namba 13 kwa ubora barani Afrika. Anapotua yeye, kipaji chake binafsi kinaweza ikawa tofauti na masuala haya ya ranks ya nafasi za ligi. Ni juu yake kuthibitisha ubora huo ili akuze kiwango chake, ajiweke vizuri yeye mwenyewe katika karia yake, lakini pia kuwapa furaha mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba, kuwapa furaha wanaofuatilia soka la Tanzania. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.